Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Ivonia Mushi, ni mtangazaji wa Habari Njema Channel. Leo ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 2026, tukiwa tunafuatilia simulizi ya Mtakatifu Yohane Abati. Yohane alikuwa mtu tajiri huko Italia. Kwanza alifuata mwenendo wa sherati. Alitaka kulipa kisasi kwa adui yake aliyemuulia ndugu yake. Siku ya Ijumaa Kuu alikutana na muuaji huyo. Bila kusita alimchoma kisu chake alichomoa kisu chake ili amchome huyo adui. Alipoona hawezi kukimbia, muuaji huyo alimpigia magoti mbele ya Yohane, akanyoosha mikono yake, akaomba amsamehe kwa ajili ya Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Aliposikia maneno hayo, Yohane alimsamehe na kumwambia adui yake, "Nitakusamehe kosa lako. Mwombe Mungu aniondolee dhambi zangu pia." Alipokwisha kusema hayo, alimkumbatia muuaji wa ndugu yake kama vile rafiki yake. Baadaye Mtakatifu Yohane aliingia kwanza monasterio ya Wabenedict. Baada aliondoka humo akapata kutana na uwanda mwa Volmomboso. Wanafunzi wengine walitaka kufuatana na uongozi wake. Huu ndio mwanzo wa shirika la wamonaki aliofuatana kauli ya Mtakatifu Bernardito na ugumu wake wa kwanza. Basi ndugu zangu, hiyo ndio historia ya Mtakatifu Yohane Abati, ambapo Mtakatifu Yohane Abati kulingana na maisha yake alikuwa ni mtu mwenye kulipiza kisasi, mwenye kutamani kuua, na katika amri za Mungu tumeambiwa tusiue. Mtakatifu Yohane Abati alikuwa na kisasi kikubwa katika maisha yake, lakini kulingana na hofu ya Mungu na kulingana na maneno ya yule mkosaji ambaye ni adui yake, alishindwa kufanya kitendo hicho, kwani kilikuwa ni kitendo ambacho kilimuingiza katika hofu ya Mungu. Basi ndugu zangu, ni wangapi tunatamani kukosana na majirani zetu, kukosana na watu ambao wametukosea, kutaka kulipiza kisasi juu yao? Basi kama umepata fundisho lolote kuhusu video hii na mtakatifu huyu, usisahau kucomment hapo chini tupate maoni yako, nini umejifunza katika siku ya leo. Pia usisahau kusubscribe ili kupata habari motomoto zinazo kujia kila siku katika channel hii. Usisahau pia kushare, kulike na kucomment video hii. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ivonia Mushi, na kutakia wakati mwema na siku njema pia.